Mungu atukuzwe ndani yetu sote. Mungu atukuzwe ndani yetu sote. Katika Biblia na kitabu hiki cha Isaya, tumesoma kwenye hiyo Isaya 41 mstari wa 1 mpaka wa 10. Kitabu hiki cha Isaya kinaonekana ni Isaya amekiandika, lakini pia kinaonyesha nyaraka za watu wengine waliopenyeza kupeleka kwa Isaya au walioandika kwenye kitabu cha Isaya. Na mahali hapa tunaona Mungu anazungumza na Isaya baada ya kutoka kwa Hezekia. Hezekia ambaye alikuwa ana muda mwingi akiwa anaumwa, amelala kitandani. Isaya anapewa taarifa kwenda kwa Hezekia. Na baada ya kutoka pale, Mungu alihitaji kubadilisha mandhari iliyokuwepo wakati huo na sintofahamu iliyokuwa ikijitokeza katika ufalme huo. Kama tunavyojua wale wasomaji wa Biblia, mara nyingi tunasoma Biblia tunakutana na watu wa Israeli, ambao mara nyingi watu wa Israeli katika Biblia walikuwa wana mabadiliko. Wakati mwingine walitembea na Mungu, lakini kuna wakati mwingine walimwacha Mungu. Kwa mabadiliko, walikuwa na mabadiliko haya. Wakati huu Isaya anawapenyezea taarifa hii. Walikuwa chini ya utawala wa Babeli, walikuwa ni watumwa. Mungu analeta taarifa kwao, analeta ujumbe kwao. Anataka kuliunganisha taifa, anataka kuliondoa taifa kwenye maumivu makubwa yaliyokuwa kwenye taifa hilo, vilio vilivyokuwa kwenye taifa hilo, vilio vilivyokuwa vinahuzunisha familia, vilivyohuzunisha watu, vilihuzunisha wakina baba, vilihuzunisha wakina mama. Mungu anapeleka taarifa ili watu hao wakaone neema katika uzima. Lakini mara kadhaa Mungu alipopeleka mipango ya ukombozi kwao, hofu kubwa ilikuwepo. Wakawa na hofu kubwa mno kwenye maisha yao, lakini wakawa wakiogopa mno. Kila jambo lililokuja kwao waliliogopa. Na Biblia imeandikwa mara 365 kwamba usiogope. Tunafahamu wote na wengi tumekuwa tukijua hivyo kwamba Biblia imeandikwa 365 neno linalosema usiogope. Lakini watu hao walikuwa na hofu, wakiogopa, wakiishi kwa hofu. Hawakufanya kazi zao kwa uhuru, hawakufanya kazi zao kwa kujitanua, kwa sababu walikuwa chini ya kongwa la utumwa wa Babeli. Walisikia vitisho vingi, walisikia kelele nyingi. Kila walipoamua kutenda kazi ya Mungu kwenye maisha yao, walisikia kelele na vitisho vingi. Viliwafanya wakate tamaa, viliwafanya wakae kimya, viliwafanya wasiongee jambo lolote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini Mungu kwenye waraka huu anawahakikishia kwamba yeye ni nani katika ulimwengu huu. Anawahakikishia kwamba mataifa wote, watu wote na wafalme wote wamekuwa wakiinama, wamekuwa wakisujudu, wamekuwa wakikubali kuwa yeye ni Mungu wa pekee. Mataifa yote na watu wote wamekuwa wakikubali, watawala na wafalme wamekuwa wakikubali kwamba Mungu ndiye mwenye uwezo wote. Analiambia taifa la Israeli, anapitia kwa mtu mmoja maarufu Yakobo. Anasema, wewe niliyekushika toka miisho ya dunia na kukuita toka pande zote, nimekuchagua wala sikukutupa. Usiogope, maana mimi ni pamoja na wewe. Mimi ni Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia hawa watu wa Israeli, anamwambia Yakobo kwamba miongoni mwa watu, miongoni mwa mataifa yote ambayo yako duniani, taifa la Israeli peke yake ndio niliyolichagua, nikalishika mkono, nikaliweka mahali pake, nikalitia nguvu, nikalipa umaarufu. Usiogope, maana mimi niko pamoja nawe. Anazungumza Mungu, anawaambia taifa la Israeli kwamba wasiogope. Bwana Yesu asifiwe.
Na maneno kadhaa alisema haya kwamba nitakutia nguvu, nitakulinda, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yako. Nitakulinda, nitakushika mkono kwa haki yako. Lakini watu hawa walikuwa wakiogopa, wakiendelea kuogopa, wakiendelea kuishi kwa unyonge. Bado Mungu anawatia moyo, anawaambia atawashika kwa mkono wake wa kuume, atawanyanyua, atawainua, atawatukuza kwa Mungu, kwa sababu ni taifa alilolichagua. Mara nyingi kupitia taifa hili na kupitia wanadamu tuliopo, mara nyingi dunia imefikia hatua ya hofu. Dunia imefikia hatua ya kuogopa. Kanisa limeogopa. Watu wa Mungu wameogopa. Watumishi wa Mungu wameogopa. Na wala hawawezi kusimama kama Mungu aishivyo. Wameogopa. Na kwa nini wameogopa? Katika hali ya kuogopa, ndani yake imo kelele, ndani yake vimo vitisho, ndani yake imo hatari. Watumishi wa Mungu wameogopa. Karama za watu zimekaa, vipawa vya watu vimekaa, vipaji vya watu vimekaa, kwa sababu ya hofu ya kumwogopa yule adui, kwa sababu ya dunia na jinsi ambavyo dunia imejiwekea umaarufu kwa teknolojia zake na namna ambavyo inavyojitengeneza. Kila kunapoitwa leo, dunia inabadilisha mfumo. Kunapoitwa leo, dunia inabadilika kuishi. Kila kunapoitwa leo, dunia inakuwa na vitisho. Watu wa Mungu wameogopa. Watu wa Mungu wamehofu ndani yao, na hata hawawezi kuinuka tena kumtumikia Mungu kama vile Israeli walivyohofu. Lakini Mungu anasema usiogope. Mungu anatuambia usiogope. Atakutia nguvu, atakushika mkono wa kuume, lakini pia mkono wa haki yake, kwa sababu ametuchagua. Sikiliza, nataka nikuambie neno moja. Mahali ulipokaa, yawezekana hujui kwa nini uko hapo. Yawezekana hujui kwa nini umeketi hapo. Lakini mahali ulipokaa, hakuna mtu hata mmoja ametembea kwako akakwambia nyanyuka leo twende mahali fulani, nyanyuka leo twende ibadani, nyanyuka leo tukaabudu, nyanyuka twende tukafanye jambo hili. Hapana. Wewe mwenyewe ndani ya moyo wako, hata ulipoamka asubuhi, uliyatafuta maji, ukayanawa uso, ukayaoga, ukayafua, ukatembea mbele, ukanyosha nguo zako, ukachagua vyakula ulivyokula asubuhi. Wakati mwingine ukachagua nguo ulizovaa asubuhi, ukatembea nazo, ukawa nazo. Wakati mwingine unaweza ukafikiri ni nguvu na akili yako. Sio nguvu na akili yako. Katika Yohana 15 mstari wa 16 inasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nanyi nikawaweka mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo kwa Baba yangu awapeni chakula, awapeni mavazi, awapeni chochote utakachoomba. Si ninyi mliomchagua Bwana. Mahali ulipotambua, sio wewe kwa nafasi yako ambayo imekupa nafasi ya kutambua au ya kutembea kuingia kwenye malango haya. Ni Mungu peke yake amekupa nafasi. Maana yake saa hii wapo watu wanaokunywa pombe, saa hii wapo watu wanaozini, saa hii wapo watu wanaoua watu, saa hii tunayozungumza wapo watu wanaiba wake za watu, wapo watu wanaiba waume za watu, saa hii tunayozungumza. Lakini wewe umechagua na umechaguliwa na Bwana kuingia kwenye madhabahu yake kumtukuza Jehova, kwa kuwa wewe ni hai. Amekuchagua yeye, akasema nimekushika kwenye mkono wa kuume na wala hata kuacha. Amesema sitakutupa, nitakuweka kuwa mwanafunzi wangu kila kunapoitwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuchagua wewe, wala hajakuacha, hajakutupa. Amekushika kwenye mkono wako wa kuume. Ondoa hofu kwenye maisha yako. Nataka nikuonyeshe watu ambao hawakupata hofu, walitumia nafasi. Kama somo linavyosema, ipo nafasi moja tu ambayo inaweza kukufanya wewe ukamwona Bwana.
Kuna mtu mmoja katika Biblia tunamjua ni maarufu sana. Umaarufu wake ulitokana na kazi aliyokuwa akiifanya. Huyo mtu aliitwa Zakayo. Zakayo alikuwa ni maarufu mno katika Biblia. Zakayo ukimsoma inaonyesha Zakayo pia alikuwa ni Myahudi ambaye alikuwa ni Mwisraeli. Alikuwa ni Myahudi Zakayo. Na katika Uyahudi wake alimtumikia Mungu si kwa haki. Akachagua kuwatumikia mabwana wa duniani. Alichokifanya Zakayo, alikuwa ni mkuu na mtoza ushuru katika mji wa Yeriko. Aliendelea kutoza ushuru siku kwa siku. Watu wengi walilia kwa sababu ya Zakayo. Zakayo aliyekuwa ni mkuu wa watoza ushuru wote, hakuwa na huruma machoni pake. Hakuwa na huruma kwa masikini wala kwa tajiri. Kila mmoja aliyeonekana anafanya kazi biashara alitakiwa kutoa kodi. Na kodi ile aliitoa zaidi ya kile kilichokuwa kimeamriwa. Kwa hiyo Zakayo aliishi na umaarufu huo. Na umaarufu wake haukuwa ni mzuri. Ulikuwa ni umaarufu uliochafua taswira ya maisha yake ya duniani. Aliishi maisha mabaya. Watu walimzungumza vibaya. Na hata wakati mwingine alizunguka kwa hofu. Alitembea mahali kwa hofu. Zakayo mwenye sifa hiyo akiendelea kutoza ushuru. Yesu siku moja akiwa anapita, akiwa anaelekea Yeriko, akiendelea na kazi yake ya injili, kazi yake ya kuhubiri, anaingia kwenye mji wa Yeriko. Mahali pale anakutana na watu wengi. Anakutana na kusanyiko jingi la watu wengi waliokuwa wakimsonga. Kila mtu akitaka kumuona Yesu, kila mtu akitaka kumgusa Yesu, kila mtu akitaka kuongea na Yesu, kila mtu akitaka kumuona Yesu kwa karibu. Watu walikuwa na msongamano. Kumbe Zakayo naye moyo wake ulitamani kumuona Mungu, lakini kila alipotamani kumuona Yesu mahali alipo, tazama, kwa sababu ya msongamano, kusanyiko kubwa, hakuweza kumuona. Na kwa sababu ya kimo, alikuwa ni mfupi wa kimo, Biblia inasema hakuweza kumuona. Lakini kama aishivyo Mungu, Zakayo alijua Yesu atapita njia hii. Akakimbia mpaka kwenye mti wa mkuyu, akakaa mahali pale juu, akakaa akasubiria Yesu apite. Yesu akapita kwenye eneo hilo la mkuyu, huku watu wakiwa wamemsonga. Kilichotokea, Yesu akatazama juu ya mkuyu, akamuona Zakayo akiwa juu ya mti. Akamwambia Zakayo, shuka, leo wokovu uko nyumbani kwako. Zakayo akashuka chini, akamfuata Yesu. Akapata nafasi hiyo, akakimbia pamoja na Yesu mpaka kwenye nyumba yake. Walipofika kwenye nyumba yake, wakaketi. Biblia haisemi walikuwa wangapi, lakini kwa mtazamo walikuwemo na wanafunzi na watu wengine waliokuwa mahali pale. Wakaingia ndani, wakakaa, wakaanza kuzungumza. Yawezekana kama kuna chakula walikula, wakiendelea kubadilishana mawazo. Watu waliokuwa nje, waliokuwa wanamjua Zakayo, walianza kuzungumza, wakaanza kunungunika. Wakasema juu ya ubaya wa Zakayo, wakasema juu ya uharibifu wa Zakayo. Kila mtu akanungunika, wakazungumza maneno machafu, wakizungumza ili Yesu asikie, aachane na Zakayo. Wanasema huyu ni mzambi, huyu amekuwa akiiba, huyu ametuharibu, ameharibu nchi yetu, kila tulichokuwa tunafanya ametuharibu. Wakamtuhumu Zakayo. Zakayo aliposikia maneno hayo, akamwambia Yesu, sikiliza, ninajua ninayo makosa, ninajua ninazo dhambi, ninajua nimeiba, lakini katika mali zangu sasa nitakachokifanya, nitawarudishia kila mmoja niliyemdhulumu mara 4 ya mali yangu, nitamrudishia. Zakayo akasimama kwa nguvu, akasema mbele za Yesu Kristo. Na mimi nataka nikwambie kwa nini Zakayo alisema hivyo, kwa nini Zakayo alizungumza. Zakayo hakusikiliza wanasema nini, Zakayo hakusikia wananungunika nini, Zakayo hakujiuliza mara 2. Zakayo alichokijua ni kwamba anayo nafasi moja tu
kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na mimi nataka nikwambie, usijiulize mara mbili, usitembee mara mbili. Kumbuka unayo nafasi moja tu, wala usigeuke nyuma, usigeuke kulia, wala usigeuke kushoto. Unayo nafasi moja tu. Pale Mungu anapokuita kumtumikia, unayo nafasi moja. Wewe uliyepewa kazi ya uzee wa kanisa, kumbuka ni nafasi moja uliyoipata katika uso wa dunia. Siku moja itatoweka. Wewe uliyepewa kuwa mwinjilisti, kumbuka unayo nafasi moja. Mungu amekupa, anataka aingie kwako tu. Wewe sema tu neno moja, kwamba niko tayari Bwana kurudishia hao niliowadhulumu mara 4 ya mali ambazo nimezichukua. Una nafasi moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Una nafasi moja. Unayo nafasi moja. Na kama yawezekana unafikiri kuna muda, kuna siku nyingine itakuja kwa ajili yako, na ndio maana umekuwa ukifanya kazi kwa uregevu. Kama ni kuimba ni kwa uregevu, kama ni kuhubiri ni kwa uregevu, ni kwa hofu ya kubembelezwa. Tena ni mtu wa kubembelezwa. Lakini kama Mungu aishivyo, amesema usiangalie nyuma wala usiteteleke. Anachokitaka kwako ni ile nafasi moja aliyokupa, kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, ukamtumikie kwa nafasi hiyo hiyo bila kuangalia Mungu anasema nini wala watu wanasema nini. Kama Zakayo angeangalia watu wanasema nini. Sikiliza neno la Yesu. Akasema, wokovu upo nyumbani kwako leo. Wokovu uko nyumbani kwako. Kwa nini? Hakuogopa maadui. Hakuogopa maadui wala hakuogopa chochote. Alichokifanya ni kutazama wokovu wa Mungu, ni kutazama utukufu wa Mungu. Mungu amekupa neema. Usiogope katika kazi zako. Usiogope katika utumishi wako. Usiogope katika familia yako. Usiogope. Bwana yuko pamoja na wewe. Atakushika mkono wa haki. Huyo ni miongoni mwa watu ambao walisimama kumtumikia Mungu. Na historia yake ukimsoma Zakayo, mwisho wa siku alikwenda kuwa mwinjilisti, mchungaji, mpaka askofu wa makanisa yao huko. Kwa sababu alijua anayo nafasi moja. Yawezekana ulipo hapa unajua kesho ni nafasi yako, lakini kesho sio nafasi yako. Leo ndio nafasi yako. Pale Yesu anaposimama, pale Yesu unaposikia sauti yake, ndio nafasi yako. Lakini sio tu huyo ambaye aliona nafasi yake moja. Aliona nafasi moja. Mtu mwingine anaitwa Hana. Hana alikuwa na miaka mingi akiishi na mateso. Akiishi na mateso katika nyumba ya wake wawili. Lakini akiishi katika mateso ya tumbo lake kufungwa. Akiwa katika hali hiyo, siku moja wakiwa wamekwenda kusujudu na kutoa sadaka kwenye hekalu lao, moyo wake ukaondoa hofu, ukatoa hofu, ukasema, leo sitaogopa. Leo ninaingia ndani mwa Bwana, na nini nitakachokifanya? Ninakwenda kusema na Mungu kwa haki yangu. Maana Mungu amesema amenishika kwenye mkono wake wa kiume, na wala hataniacha. Na kwa sababu hataniacha, leo ninakwenda mbele za Mungu. Hana alipoingia kwenye madhabahu, akamimina roho yake, akaanza kulia kwa Mungu, akisema juu ya teso. Akamwambia Mungu juu ya habari ya tumbo lake. Mungu akasikia habari ya tumbo lake. Mtu mmoja akaingia kuhani, akazungumza naye, akamwambia, kwa nini kulewa asubuhi namna hii? Akamwambia, sikiliza mtumishi wa Mungu, mimi sijalewa hii asubuhi. Hapana, sijalewa, isipokuwa ninatambua ninayo nafasi moja tu ya siku ya leo ya kuingia kwenye madhabahu na kumwambia Bwana na kumuinua Bwana kwa ajili ya utukufu wake. Ninahitaji kumuona mtoto katika tumbo langu. Ninahitaji kupata mtoto katika tumbo langu, na nafasi niliyo nayo ni moja tu. Sielewi kama ipo nafasi nyingine. Mungu wa mbinguni alipoona maombi ya Hana na akaiona nafasi ambayo Hana aliweka kwake, Mungu akaachilia neema ya watoto
katika tumbo la Hana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anayo nafasi kubwa ya kuachilia neema, ya kuachilia neema kwenye maisha yako, ya kuachilia kazi ya Mungu kwako. Lakini Mungu anachotaka wewe usisikilize nani anasema nini, usisikilize huyu kazungumza nini. Unachotaka kusikiliza na unachotaka kusikia, sikia sauti ya Mungu peke yake inayosema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha, asema Bwana Yesu wa majeshi. Kwenye Ufunuo 3 mstari wa 20 anasema hivi, tazama nasimama mlangoni nabisha hodi, mtu akisikia sauti yangu afungue mlango, niingie ndani yake, na nitakapoingia kwake nitakula naye, nitaongea naye, nitazungumza naye. Na kwa sababu ipo nafasi, Yesu anabisha hodi kwako sahi. Ninapozungumza Yesu amesimama. Yesu amesimama kwenye lango, anabisha hodi, anazungumza, anasema mtu akisikia sauti yangu na afungue mlango, nitaingia ndani mwake. Sikiliza sauti ya Mungu, sikiliza sauti ya Mungu peke yake. Usisikilize watu wanasema nini, usisikilize nani kasema nini kwa ajili yako. Unachopatwa kusikiliza ni sauti ya Mungu pekee. Na wakati huo Mungu atakuinua, atakutukuza, atakubariki kwa kazi ya mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inatukumbusha kwenye Wafalme wa kwanza wa pili, Wafalme wa kwanza wa pili, inatukumbusha kwamba tengeneza mambo ya nyumba yako, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa. Neno hili utakufa, watu wengi wamekuwa wakifikiri wanakufa mwilini. Maana utakufa maana yake unaweza ukafa hata kiroho, ukafa vitu vyote vya rohoni, ukafa vitu vya mwilini, ukafa rohoni. Kuna vitu visitokee kwenye maisha yako, ubaki kama ulivyo. Tengeneza nyumba, tengeneza nyumba yako, tengeneza maisha ya nyumba yako, tengeneza kila ambacho Bwana amekupa. Katika kanisa ninatambua wamo watu wana huduma nyingi, wamo watu wana vipawa, wamo watu wana vipaji, wamo watu wana huduma. Kuko wapi huduma yako? Ulikuwa muombaji, hauwezi tena kuomba. Kuko wapi kuomba kwako? Ulikuwa mwimbaji, hakuna tena kuimba. Kuko wapi kuimba kwako? Ulikuwa mhubiri wa injili, kuko wapi kuhubiri? Ulikuwa mtu mkubwa katika ulimwengu wa roho, kuko wapi kuhubiri? Kuko wapi ukubwa wako? Maana yake Mungu amenyamaza kwa sababu umepewa nafasi, na hiyo nafasi umeiacha ipotee. Umeiacha ipotee. Umepewa nafasi, umeiacha nafasi ipotee. Mara nyingi huduma, vipawa vya watu vimekuwa vikipotea kwa sababu ya kelele unazoweza kuzisikia. Lakini kama ungetambua wewe ni nani katika uso wa dunia, kwa nini Mungu alikuchagua wewe akakuweka? Kwa nini Mungu amekuchagua wewe akakuweka hapa duniani? Kwa nini Mungu amekuita wewe akakuweka? Uko duniani kwa jambo maalum, uko duniani kwa kitu maalum. Sio kwamba uko duniani na hauna kazi. Mungu amekuweka duniani, unayo kazi ya kufanya. Hapo hapo ulipo unayo kazi ya kufanya. Mungu hajakuita duniani akakuweka uwe wa hasara. Ili neno wakati mwingine linanifundisha linaposema kwamba si ninyi niliowachagua mimi, bali mimi nimewachagua ninyi, nanyi nikawaweka mwende mkazae matunda.
na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba muombalo kwa Baba, Baba yenu awapeni. Maana yake kinyume chake, watu wasipozaa matunda, kuna mambo yanaharibika, kuna vitu vinapotea, umuhimu wa Mungu ndani yako unapotea. Lakini kumbuka pia, linaposema si ninyi mlionichagua, nasema mimi ndiye niliwachagua nikawaweka mwende mkazae matunda. Kumbuka, juzi tulikuwa na uchaguzi. Juzi tulikuwa tunachagua. Sisi tulikuwa tunachagua. Tulikwenda kuchagua, kupiga kura. Lakini lengo letu lilikuwa ni kumchagua mtu, kumweka ili atufanyie kazi, ili atuongoze, ili atuhudumie kwa zile kazi tunazohitaji. Lengo ni kubwa. Mungu alipotuchagua, lengo lake ilikuwa tumfanyie kazi. Ametupa kazi. Nauliza swali, kama umemchagua diwani, mwenyekiti wa mtaa, umemchagua mbunge wako, umemchagua rais wako, na umempa kazi ya kufanya, na sisi kwa katiba yetu tunasema ndani ya miaka 5 tunachagua mtu mwingine. Niambie, kama umemchagua huyo mbunge, diwani, mwenyekiti wa mtaa, umempa nafasi ya kukuongoza, na baada ya muda ikafika miaka 5, na ndani yake nini kilifanyika? Na kama hakufanya kile ulichokusudia, hakufanya kile ulichokisudia au ulichokusudia kufanyie, nini unafanya? Kumuondoa kwenye nafasi. Unamuondoa kwenye nafasi. Anasubiri miaka ijayo. Anaondolewa kwenye nafasi. Anaondolewa kwenye nafasi. Mama uliyemchagua hakufanya kama ulivyomchagua, unamtoa kwenye nafasi. Unamtoa kwenye nafasi. Sasa sikiliza, umepewa nafasi na umechaguliwa. Bwana anataka kukutoa kwenye nafasi, kwa sababu kwa kipindi chote alichokupa kumtumikia hujatumika, hujafanya lolote. Bwana anataka kukutoa kwenye nafasi. Kama umemchagua kiongozi na sifanye kazi kwako, unamuondoa kwenye nafasi. Na kama wewe Mungu amekuchagua, anachokifanya nini kwako? Anakifanya nini kwako? Si tumesikia majibu? Anakufanya nini? Anakuondoa kwenye nafasi. Maana yake kwamba sisi tumechaguliwa. Si ninyi mlionichagua mimi, bali mimi nimewachagua ninyi, na nikawapa nafasi mwende mkazae matunda, na matunda yangu yapate kukaa. Lakini kwa sababu ya hofu, kwa sababu ya kuogopa, kwa sababu ya kutazama mama yule atasema nini, baba yule atasema nini, kiongozi yule atasema nini, watu wameogopa, wamerudi nyuma. Lakini mimi nikutie moyo, mtumishi wa Mungu, kwamba usiogope. Bwana yuko pamoja na wewe. Usiogope watu wanasema nini, usiogope nini kimetokea, usiogope maadui kama wimbo tuliouimba. Usiogope, simama kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na Mungu yupo kwa ajili yako. Atalinua taifa, atalinua kanisa, atainua watoto wako, atainua mke wako, atamuinua mume wako, atainua kazi zako zote katika uso wa dunia, kwa sababu anasema usiogope. Atakulinda yeye, atakulinda. Hofu imekuwa nyingi kwa watumishi wa Mungu, woga umekuwa mwingi kwa watumishi wa Mungu, lakini Biblia imetuambia na neno limetuambia unayo nafasi moja tu. Yawezekana leo unaweza ukarudi nyumbani, usikute nyumba yako, ukakuta imehama. Ulishawahi kukuta nyumba imetembea kwa miguu, haipo? Ukakuta nyumba yako imehama. Unaweza urudi nyumbani leo ukutane na vitu vya ajabu, na unaweza ukafikiri leo upo, kesho ukiamka tunaanza kusema marehemu. Unaweza ukafikiri sasa hivi upo,
Ninajua kina mama baada ya kutoka hapa wengine wataenda kununua matole. Lakini utajua una nafasi yako moyoni unasema nikitoka hapa naenda kununua matole. Wakati mwingine hata hiyo nafasi usiipate ya kwenda kununua matole. Ninajua watu wanayo mipango mingi. Wametengeneza mipango mingi. Wametengeneza vitu vingi. Wameweka maajabu mengi. Lakini Bwana anasema siku ulio nayo ndio nafasi yako pekee. Ndio maana Zakayo hakusikiliza hawa watu wanaongea nini. Hakusikiliza hawa watu wamesema nini kwenye maisha yake. Usisikilize. Kuna watu wamevunja ndoa kwa sababu ya kusikiliza. Kuna watu wameharibu kwa sababu ya kusikiliza. Usisikilize watu wanasema nini. Sikiliza kila ambacho Bwana amekupa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunazo kazi nyingi. Tunao utumishi mwingi. Lakini hata leo mabinti zetu na vijana wetu wameogopa kumtumikia Mungu. Na hii ni kwa sababu wameiangalia dunia ilivyo. Dunia inavyokwenda. Na hata wengine mpaka leo hata akienda kuolewa mpaka aanze kumdadisi yule mwanaume maisha yake anavyoishi. Ana hela, ana gari, ana nyumba. Hawezi mpaka amdadisi kwanza. Hakujua kama hiyo ni nafasi yake. Hawezi. Wakati naoa baba yangu aliniambia kitu kimoja. Akaniambia katika kuoa hakuna kanuni. Hakuna kanuni. Kwenye kuoa hakuna kanuni. Unaweza ukaoa leo wewe ni tajiri. Lakini baada ya muda ukiwa na mke wako unafilisika. Na unaishi maskini. Na unaweza ukaoa wewe ni masikini. Lakini bado neema ya Mungu ikakupa nafasi ya wewe kuwa tajiri kwenye maisha yako. Asante, Mungu akubariki. Wa kwanza huyu. Wa kwanza huwa anabarikiwa. Si Wasukuma wanasema nongambeleka ngwagame nzemeru. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia kwenye kuoa hakuna kanuni. Na hayo maisha yapo. Lakini leo kwa sababu ya dunia na kwa sababu ya kutohofu Mungu, tunaogopa vitu vingine, hatumuogopi Mungu. Wakina mama, wakina dada hawawezi kuolewa na watu wasiokuwa na mali, wasiokuwa na fedha, wasiokuwa na kitu. Mpaka wakuchunguze kama baba yako ana gari, wakuchunguze kama baba yako hana gari, wakuchunguze baba yako ana duka. Wakikutana na mimi, wakikutana na vijana wa nyumbani kwangu kwamba baba yao ni mhubiri, baba yao ni mwinjilisti, wanasema unakwenda kulala njaa. Maana baba yao ni mwinjilisti, wanakula vya kwenye masonzo. Wanakataa kuolewa, wanataka mahali kwenye gari. Sikiliza nikwambie, baba yako ndio alitafuta gari, sio wewe. Baba yako hakutafuta gari. Baba yako hakutafutii gari wewe. Baba yako anakutafutia maisha ya kwako na mke wako. Utakapoolewa, utakapotoka, unakwenda zako kabisa. Na machunda kaja. Asante. Hii ndio nafasi ambayo Mungu anaitaka kwa watumwa na watumishi wake. Unaweza ukaolewa na mtu mwenye magari mengi, mwenye majumba na magorofa mengi, lakini maisha mengi ni ya taabu. Maisha mengi ni ya hasara. Maisha mengi sio ya kumtumikia Mungu. Maisha mengi ni ya kukimbia kimbia. Maisha mengi ni ya kutabika. Maisha mengi ni ya kulialia. Maisha mengi ni ya huzuni. Wakati Yesu anapita kwa Zakayo, alimkuta Zakayo akiwa amejaa huzuni, akiwa amejaa simanzi, akiwa amejaa hofu ya kukaa na watu. Yesu akamwambia, usiwe na hofu, wokovu leo uko nyumbani kwako. Leo usiwe na hofu binti, wokovu uko nyumbani kwako. Tengeneza mambo ya nyumba yako. Tengeneza mambo ya nyumba yako. Kwamba ipo nafasi moja ambayo Mungu anaweza akakupa. Binti, nasema na wewe kwamba ipo nafasi moja. Kuna watu wamekuja kwako. Wamekuja kwako, nia yao nzuri, wanahitaji kupata tiki yako,
wanahitaji kupata tiki, kwamba watakapoipata ile tiki tayari watakuwa wamekwisha kuchagua, watakuwa wamekwisha kuona. Lakini kwa sababu umemwona huyu ni muombaji, huyu ni mtumishi wa Mungu, umemwona huyu anapotembea anatembea kwa miguu yake. Kuna mtu mmoja, siku moja nilikuwa naye, nilimsikia hii kauli nikasikitika, na ni mtumishi wa Mungu. Mtoto wake alikuja amebebwa kwenye pikipiki. Alikuwa anatembea kwa mguu. Baba yake akampigia simu, wewe uko wapi? Sina kusubiria hapa. Akasema, niko njiani nakuja. Unakuja kwa usafiri gani? Nakuja natembea kwa mguu. Sikiliza jibu baba alilosema, unatembea kwa mguu na wewe umekuwa mbwa. Alisema kwa lugha ya Kisukuma, ole simenzalo magoro na ngoabisa kamfwa. Panda pikipiki. Moyoni nilihuzunika sana. Nikawaza moyoni, kumbe wale tunaotembea kwa miguu, tumetembea kwa miguu yawezekana miaka mingi. Kumbe kuna watu wanatuona tunapotembea, sisi tumekuwa mbwa, tumekuwa mbwa. Na mimi nataka nikwambie, hata ninasema kwa huyo ambaye alitamka hayo maneno, kwamba sio mbwa. Tunatembea kwa mguu kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Tunatembea kwa mguu kwa sababu Mungu yupo kwenye miguu yetu. Na ndio maana wanaogopa, wanasema niolewe na mtu nikawa natembea kama mbwa. Asante mama mchungaji. Haleluya. Wameogopa wengi. Ndoa ni utumishi wa Mungu. Kuishi kwenye ndoa ni utumishi. Bwana awabariki, 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 awabariki. Kuishi kwenye ndoa ni utumishi wa Mungu. Unasikia binti? Kuishi kwenye ndoa ni utumishi wa Mungu. Sio kuchagua nani anataka nini. Sio kuchagua kwa sababu amenyoka. Hata ukikutana na mtu mfupi kama mimi, mchukue kwa sababu ndani yake yumo Mungu anayezungumza. Yumo Kristo anayezungumza. Ana kibali kwa Mungu. Kibali kinazungumza kwamba na yeye yupo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kibali kinazungumza. Maneno yanazungumza. Utukufu unazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, hata wakati mwingine mimi nazungumza haya nimeyaona, na kwa sababu nimepata neema ya kuwa mtumishi wa Mungu, ninayazungumza ninapokuwa hapa, ninazungumza kwamba Mungu yupo kwa ajili ya utukufu wake, kwa ajili yako. Sikiliza mabinti na wakina mama, neema ya Mungu iko kwenu. Hakuna mtu aliyepewa kibali cha kuomba kama wakina mama. Hakuna mtu aliyepewa kibali cha kuomba kama wakina mama katika hii dunia. Akasema tuwapate wapi wakina mama waombolezaji? Tuwapate wapi wakina mama wanaoomba? Leo wakina mama hawaombi, mabinti hawaombi, wamekosa muda wa kuomba. Sikiliza, wanaume hawawezi kumwombea mke wake kwa sababu ameambiwa ishini na wake zenu kwa akili, sio kwa maombi. Wakina mama, ishini na waume zenu kwa maombi, mkiwaombea. Kuna mtu mmoja akasema hata kujipamba kwenu kwa nje, jipambe kwa nje. Lakini acha nikwambie, nafasi moja aliyokupa Mungu ya kuwa na huyo mwanaume, hataki ujipambe sana kwa nje. Hata kama umejipamba kwa nje, lakini anaona ni vyema alipokuwa anakuchukua wewe, alikiangalia ulichonacho ndani, ulichopamba ndani ya moyo wako, ulichoweka. Wanaume wanataka kilicho ndani. Kama kuna mwanaume anataka kilicho nje, uniambie, unyoshe mkono. Anataka kilicho ndani. Na hicho kilicho ndani anachokitaka ni utu wema, moyo safi, upole,
utulivu na heshima mbele zake. Uwe na heshima na utulivu mbele zake. Ndio maana Mungu asema, enyi wake watiini waume zenu, kwa sababu kumtii mume wako ni sawa na kumtii Kristo. Kwa hiyo kama ukimtii mume wako, unamtii Kristo wa Bwana wa majeshi. Unamtii Bwana wa majeshi. Unamtii Bwana wa majeshi. Na kama unamtii Bwana wa majeshi, hakuna hasara kwako, hakuna manunguniko kwako, hakuna kudaya, hakuna kusema. Na kuaga wakati mwingine kwa mama pambe pale na piga story. Ikifika tu saa 3 simu inapigwa. Uko wapi? Uko wapi? Ikifika tu saa 3 paka ujieleze. Niko kwa fulani. Uko wapi? Niko kwa pambe. Ukisema niko kwa pambe, lete niongee naye. Maana yake anataka hakikishe kila ambacho Mungu amempa ndani yake. Wenyewe wameambiwa kutuombea, kutulinda. Na ndio maana kama mama hujamlinda mume wako, wako pale wa 1000, wako pale wa 2000, wako pale wa 100, wako pale wa buku, wako mahali pale wanazunguka. Lakini nia yao ni nini? Nia yao ni mume wako. Hujawasikia wanasema sasa hivi kwamba hakuna mwanaume wa mwanamke mmoja? Si hata nyie mnasema wanawake tuko wengi, wanaume wachache. Nani aliwaambia? Biblia alimuumba mtu mume, akamuumba na mtu mke. Si ndio mchungaji? Alipomuumba mtu mume, akamuumba na mtu mke. Kila mtu kaumbiwa mke wake na mume wake. Kila mtu kaumbiwa mume wake na mke wake. Hamkuona kwamba fashisti hakuwa mke wa mfalme Asuelo? Hakuwa mke. Alikuwa amekaa pale kama nafasi isiyokuwa ya kwake. Kuna mtu anaweza akakaa mahali sio pa kwake. Na ndio maana hata ndoa haziwezi kudumu, kwa sababu unakaa mahali ambapo sio pa kwako. Asuelo akiwa na mwanamke, anaishi naye kwenye nyumba ya kifalme. Huyo mwanamke akafanya kiburi. Ndio maana nataka nikuambie, mwanaume haangalii kitambaa chako, haangalii ulivyosuka, haangalii ulivyotimua nywele. Mama yangu alikuwa wakati ule nywele zake akizitimua, walikuwa wanazichana, wanapaka mafuta. Alafu anachukua kile chungu, anaweka kwenye moto, alafu anapitisha chwa. Akija kuzichana hivi, zimesimama juu. Zilikuwa zinasimama juu, zinapendeza. Baba anafurahia nywele. Na mimi nataka nikwambie, pamoja na nywele zako nzuri, na kusuka kwako kuzuri, na kitambaa chako kizuri, na kila kitu unachokipendeza kwenye macho yake, na kuambia kwamba wakina baba hawaangalii nywele zako, hawaangalii kabisa. Wanachoangalia ni kile ulichokitunza kwa ndani kwa ajili yake. Ndicho wanachokiangalia. Akafanya kiburi huyu binti. Wakamshauri kumwambia, toa nje. Toka nje. Halafu wakatangaza wanawake wengine waje, wajipange ili mfalme achague mtu mzuri. Na katika kipindi hicho walikuwepo watu waliokuwa uhamishoni, wakina Esther na wengine. Aliposikia habari hiyo, ndugu yake akaenda kumwambia Esther, Esther, kuna dili. Kuna dili hapa. Dili gani ndugu yangu? Kuna mtu mmoja anataka mtu wa kuwa naye. Kwa hiyo nenda kaingie kwenye hilo dili. Ikaanza hiyo sereka. Watu wakaenda, wasichana walio wazuri, waliojipamba vizuri, wakaingia kwenye jumba,
wakaanza kufundwa, wakaanza kutengenezwa. Kama ni lipstick wakapakwa, kama ni nyoya wakanyoa uso, wakanyoa nyuso zao, wakatubakiza tudogo tuzuri twa kufurahia kwa mfalme. Kama ni macho waliyarembua, wakati ulipofika wanajifunza nitarembuaje, nitapitaje. Wakajifunza mpaka namna ya kutembea, wakajifunza namna ya kushawishi, wakawemo kwenye jumba. Siku ikawadia, yule mama akamwambia tunataka tukupa. Asema niache tu mimi hivi, Bwana atanipamba, Bwana amenipamba rohoni, niache tu hivi. Wale waliokuwa wakipamba mabinti, wakati wale mabinti walipoanza kutembea, wakapita kila mtu na namna yake, kila mtu na alivyojitengeneza kutembea, kila mtu na mwenendo wake. Wengine viatu virefu, wengine vifupi. Nataka kuona kama mtazamo ambao huwa nawaona mamisi wanapita. Wengine wanapita na miguu wanajigobagoba namna hii, wanataka mfalme Ahasuero. Wakapita mbele yake, kila alipokuwa anapita anauliza, na huyu anasema na huyu na huyu na huyu Akaja mtu mmoja anaitwa Esther, hajajipamba wala hana lipstick. Yawezekana ametengeneza tu nywele akazichana vizuri, akapita kwenye eneo ambalo walitakiwa kupita. Alipopita anakapita na Mungu, anasema Mungu wangu, ninapopita mbele zako unishike na mkono wako, maana umesema wewe utawashika kwa mkono wako, maana umesema wewe utawainua. Yesu, nishike kwa mkono wako, Mungu nishike kwa mkono wako. Huko anatembea. Alipofika mahali pale, Ahasuero akapiga kelele akasema, nileteni yule, nileteni binti yule, namtaka binti yule. Kwa sababu gani? Mfalme hakuangalia yale ya mwilini, hakuangalia nywele, hakuangalia nguo, hakuangalia mwendo. Alichokiangalia ni kile kilicho ndani ya Esther peke yake. Kwa hiyo wafalme wanaangalia kilicho ndani peke yake. Kama utakipoteza, mimi mama kuomba siwezi, mimi mama kuomba sijui. Hujui, subiri. Yakikukuta ndio utaanza kulia, mchungaji niombeeni. Ulikuwa wapi wewe kuomba? Mwinjilisti nisaidie, sasa hivi nalala peke yangu, mume wangu halali nyumbani, alikuja tangu juzi, sijui mahali alipo. Chunga mahali yako. Ikifika saa 3 hajaingia ndani, piga simu, uliza uko wapi, umekaa wapi. Wakina baba wanaanza kuchukia, mpigiwe simu, muulizwe mko wapi, mnafanya nini. Kwa nini hamjafika mpaka saa 3? Mlikuwa mnasingizia mpira. Haya mabomu sasa. Mbona yamewafanya mje mapema? Kuna mwanaume aliyekuwa anachelewa? Kuna mwanaume alichelewa? Kuna mtoto wako wa kiume au wa kike ambaye ana kiburi nyumbani alichelewa? Saa 12, saa 2 mwisho wameingia ndani wote chubui. Mungu amewafundisha wakina mama, kumbe wakina baba wanaweza kuja mapema. Kamata mapema, waambie mabomu yapo. Ukikaa huko nje, lipo bomu la shetani litakupata. Mungu ametupa neema, ametupa kibali. Wakina baba, punguza michezo. Punguza michezo. Leo mama Pambe una kazi na kutolea mfano. Mapamba ananiambia, wewe unawahi kwenda wapi? Sasa hivi saa 3. Naambia nimepigiwa simu, ni wahi nyumbani. Sasa hivi saa 3. Huyo mke wako ana wivu sana. Saa 3. Sio ana wivu, anachunga mali yake. Chunga mali. Mimi nawaambia, kuna watu wako pale 2000. Mimi napita hapo. Yaani napita hapo, nimevaa na suti, naanza kusikia mruzi. Huyu mruzi anapigiwa nani? Nasogea pale, napita, wako hivi tu na hivi, unapita katikati. Nikaangalia hivi, karibu mzee.
wanajua ni mzee, lakini wanachokitaka ni hela. Sasa na wewe mzee, angalia, acha kusingizia vitu. Wahi nyumbani mapema. Ni nafasi moja tu ambayo Mungu amekupa ya kuishi na huyo mke. Ni nafasi moja tu ambayo Mungu amekupa kwa ajili ya hao watoto. Ni nafasi moja tu ambayo Mungu amekupa kwa ajili ya kupata huyo wa kukuoa. Kuna watu hawana waume, kuna watu hawana wake. Nafasi moja hiyo Mungu ameileta kwako, halafu unaichezea. Nafasi moja ameiweka kwenye familia yako na kwenye ndoa yako, unaichezea. Usichezee hiyo nafasi. Usichezee hiyo nafasi. Yesu akasema, tazama nabisha hodi. Mtu akiisikia sauti yangu, afungue mlango. Na akifungua mlango, nitaingia, nitakaa naye, nitaishi naye, nitatembea naye, nitakula naye. Kumbe sikiliza, kama Yesu akibisha mlango ukafungua, na kama alivyosema kwa neno lake, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, maana yake ni kwamba yeye anakuwa ndani yangu, anaitwa Luka, mimi nakuwa ndani yake, naitwa Yesu, kwa sababu yuko ndani yangu na mimi ndio niko ndani yake. Kwa hiyo maana yake alitengeneza kitu kinachofanana. Kwa hiyo kama ni kitu kinachofanana, sisi tunafanyika wote kuwa watoto wa Mungu. Yesu anafanyika kuwa kaka yetu mkubwa kwa Mungu, kwa sababu alikuja kwa ajili yetu kutukomboa. Yeye ni mwana na sisi tutafanyika kuwa wana wa Mungu. Na kama tutafanyika kuwa wana wa Mungu, tunapaswa kujitambua na kutambua. Mabinti, kutambua usamani. Mabinti, kutambua usamani wenu wa kumtumikia Mungu. Kujitambua na kujijua. Wewe ni binti uliye bora. Mungu amekuweka duniani uwe bora. Amekutengenezea baba bora. Nimekwambia kila mtu ana mtu wake, na kama hujapata mtu, kumbuka huyo mtu bado anatengenezwa. Endelea kuomba, Mungu atamleta. Na wakati mwingine inashindikana hata kumleta, kwa sababu akikutazama kweli umechana vizuri, umenyoa vizuri, lakini inapofika saa 2 wewe ni chobisi, wanakutana na wewe, mambo. Ukikutana naye tu mambo, hata kama alikuwa ana nia nzuri, mambo, anakushiti na kukushiti. Saa 2 usiku. Nikawauliza siku moja vijana wa kanisani kwetu, nilipokuwa nahubiri, nikawauliza, hivi kwa nini mkitaka kuoa, mbona mnaenda kuoa kwingine? Kanisani humu hamna mabinti? Naanza kuwatajia, yule sio binti, fulani sio binti, fulani sio binti, fulani sio binti, fulani sio binti, na watajia. Wengine wakaniambia, tukitoka kwenye ibada tutakunongoneza. Na mimi nilipotoka kwenye ibada nikawaambia, njooni mninongoneze. Kwa nini hamtaki kuoa mabinti wa kanisani? Wakasema, hatutaki kuwaoa mabinti wa kanisani kwa sababu tunawajua chocho zao, tunawajua wanavyo, tunawajua walivyo na vibenteni, tunawajua walivyobeba. Ndio maana hatuwezi kumuoa. Maana yake wakati mwingine anao humu kanisani, tunawajua ni mahawala zake, hatuwezi kumuoa. Unasikia hiyo? Kwa mtu wa Nyihogo akitaka kuoa, kwa sababu alikutumia wewe, alikutumia, anakushiti, aenda kuoa Majengo. Kwa sababu alipokushiti, kuna mtu mwingine tena alikuchukua. Wale wa vijana wanajua, na wale wanaume wakubwa kama mimi, wachungaji wanajua, kwamba wakati wa ujana vijana huwa wanasamerejana. Kwa Kiswahili sasa, vijana huwa wanasamerejana. Yule binti mimi tayari, ulifanyaje hivi na hivi? Yule hivi na hivi. Huyu anajiondoa, anakuja mwingine, mimi mchumba, unaanza na kwenda kufua nguo. Mimi mchumba, unaenda kukaa nyumbani kwake, njoo unifulie. Mtu ana kitanda kimoja na gesi moja na meza moja ndani, hana kiti. Unapofika, nifulie nguo zangu, wewe mchumba, unafua. Kimaliza kufua,
nipikie na kaugali. Anapika kaugali, pika tule. Mnapika, mnakula, mmekaa chini. Mnapomaliza kula, nataka nipumzike, tupige story sasa. Si lazima mpande pale kwenye nani, kwenye bedi. Lazima mpande kwenye bedi. Na mnapopanda kwenye bedi, ndio stories zinaanza. Stories zinaanza. Stories zinaanza. Mwisho wa story, akitoka humo, anaenda kumwambia, unajua mimi yule na mimi tayari. Nani anakuoa wewe? Nani anakuoa? Umepewa nafasi moja tu na Mungu ya kuwa binti. Baada ya kuondoa ubinti wako, unakuwa mama. Nani aoe mama? Yaani yule kijana yeye anajua umeshakuwa mama, anakuja tena kukuoa. Lazima mjue kwamba wanaume wanataka vile vya rohoni. Watu wote wanataka vya rohoni. Kaa na vitu vya rohoni kwenye maisha yako, kijana wa rohoni, baba ya rohoni, mama ya rohoni. Na vijana nao nawakumbusha, nendeni mkafanye kazi. Nendeni mkafanye kazi. Kama umri wenu haujawa wa kizee, kama umri wenu haujapitwa na wakati, nendeni mkafanye kazi. Na mashamba yapo, mkalime hata mashamba. Nendeni mkafanye kazi. Ninaiona tabu ya watu kutofanya kazi, na ndio maana mabinti hawataki, kwa sababu wanakuona unazurura kuanzia asubuhi mpaka jioni, unakwenda kwenye pool table. Atakula pool table, anakula pool table. Kazi, umri wako unapofika wa kazi, mtumikie Bwana na kazi zako. Bwana yupo kwa ajili yako. Amekupa nafasi moja tu ya kuwa kijana katika kanisa la AIC Kahama. Amekupa nafasi moja. Na ndio maana tukisema vijana, unatoka kijana, una nafasi moja ya kuwa kijana. Siku moja utakuwa mzee, siku moja nitakuwa kama Sengo, siku moja sitasimama kuhubiri na nguvu kama hizi, siku moja nitahubiri ninachechemea, siku moja nitahubiri nimesimama. Kama muda wangu sikuutumia kumtumikia Bwana, kitakachokuwepo ni kulia na kusaga meno. Biblia imesema watu watalia na kusaga meno. Haijalishi meno yako yakoje, haijalishi una mapengo, utasaga meno. Usiniulize utasagia meno gani, utasagia meno utakayoyajua. Utasaga meno. Huna meno, utasaga meno. Biblia imesema. Kuja kuuliza tutasagaje meno, sisi tuna mapengo, tunasagaje meno? Utajua kama Mungu ataleta meno ya afisi siku hiyo, ndio utakayosagia. Lakini Biblia imetuweka wazi. Bwana Yesu asifiwe. Imetuweka wazi na ikatuambia tunayo nafasi moja kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Ile nafasi uliopewa peke yako. Wewe mama, nafasi uliopewa ni ya peke yako. Binti, nafasi hiyo ni ya peke yako. Kijana, nafasi hiyo ni ya peke yako. Ni ya peke yako sana. Unayo nafasi moja tu. Usiogope, maana Bwana yuko pamoja na wewe. Muimbaji imba, mhubiri hubiri, muombaji omba. Na kama hauombi, wewe ni muombaji, mapigo ya Bwana yako juu yako. Na kama hauimbi, wewe ni muimbaji, mapigo ya Bwana yako juu yako. Jihoji, kwa nini siombi? Kwa nini siimbi? Kwa nini sifanyi kazi ya Mungu? Kwa nini hiki sifanyi? Jihoji kwenye maisha yako. Utakapojihoji, Mungu atakupa jibu. Maana atasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali mimi nimewachagua ninyi, na nikawapa nafasi, na nikawapa mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo kwa Baba, Mungu wa mbinguni awapeni. Bila kuangalia umaskini ulio nao, utajiri ulio nao, vitu ulivyo navyo, majumba, magari ulio nayo, bila kuangalia. Lakini una nafasi moja tu. Una nafasi moja. Nafasi moja ya kumtumikia Mungu. Na unapomtumikia Mungu, mtumikie kwa kila alichokupa. Kama Bwana amekupa mali, mtumikie kwa mali yako. Isiwe mali ya kutesa, isiwe mali ya kuhangaisha,
Isiwe mali aliyokupa Mungu ikatesa maisha ya wengine, ikatesa maisha ya watoto, ikatesa maisha ya nyumbani, ikatesa maisha ya familia. Maana yake mali aliyokupa ni kwa utukufu wake. Mke aliyekupa ni kwa utukufu wake. Mme aliyekupa ni kwa utukufu wake. Wangapi watawaombea waume zao kuanzia leo? Najua hamuwaombei. Najua hamuwaombei. Unayewaombea nyosha mkono. Mnanyosha mmejificha ficha, amuombi. Ulishawahi kufunga kwa maombi? Ukafunga siku moja nzima, nafunga kwa ajili ya upendo wa mume wangu, ili mume wangu aendelee kunipenda, ili mume wangu aendelee kutengeneza maisha yangu vizuri. Ulishafanya? Ni kujipamba. Miwani, nywele, nini, kucha ndefu kama makucha. Akija akukute una makucha marefu kama ya ng'aga, arudi akukute una macho yamekaa, lipstick yamejaa, papa. Akirudi jioni unatamani akukute na hivyo tu, lakini hautamani akukute siku nyingine aulize watoto, yuko wapi mama yenu? Yuko chumbani anaomba. Yuko chumbani, alituambia leo anaomba kwa ajili ya kazi zako. Wamama, tuombe. Ninyi ndio waombolezaji kwanza wa kanisa, kwa sababu amesema ninyi ndinyi mnaotii kama vile Bwana Yesu Kristo alivyo kichwa cha kanisa, ndivyo hata waume walivyo kichwa cha nyumba. Kwa hiyo ukimtii, umetengeneza nafasi moja kwenye ufalme wa Mungu. Umetengeneza maisha bora kwenye ufalme wa Mungu. Umetengeneza kuinuliwa kwa Mungu. Sio tu lipstick, hata wale wanazo tena za kwao wamepaka mwili mzima. Kimsogelea nanuka lipstick mwili mzima. Wewe umepaka kwenye mdomo tu. Naomba nikiwa natoka huku nakusanya hizi hela naweka mfukoni. Asanteni watu mlioniletea, maana leo naenda kula nyama. Siku nyingi sana nilikuwa nakula mlenda, lakini ni kwa utukufu wa Mungu. Na hizi zimekuja ni kwa utukufu wa Mungu. Na hivi diocese imetuambia na sisi wetu tunavaa hivi, na mifuko ni makubwa. Yaani paka zinatoshamo zote. Bwana Yesu asifiwe. Simama mahali ulipo tuombe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanaoimbaga praise wako wapi? Kuna wimbo unasema mimi nipungue, wewe uongezeke. Tunawimba huo kanisa zima. Na maana yetu kwamba tunataka tumwambie Mungu kwamba sisi tupungue, lakini kwa sababu ametupa nafasi moja ya kumtumikia katika uso wa dunia, hiyo nafasi aliyotupa tusiogope. Tusiogope kama alivyowaambia Waisraeli wasiogope. Yeye yuko pamoja nao, amewashika kwa mkono wake wa kuume, amewainua juu. Ndivyo hivi ambavyo tunakwenda kumwambia Bwana, kama ulivyowaambia wasiogope wale, na sisi Bwana tusiogope. Katika familia zetu tunahitaji tukuone wewe, maana tunao nafasi moja. Ulinipa nafasi moja ya kuwa kwenye kanisa la AIC Kahama mjini. Ulinipa nafasi moja ya kuwa kwenye malango ya nyumba yangu. Ulinipa nafasi moja ya kuwa binti. Umenipa nafasi
nafasi moja ya kuwa mwimbaji, umenipa nafasi moja ya kuwa mchungaji, umenipa nafasi moja ya kuwa mwinjilisti, umenipa nafasi moja ya kuwa mzee wa kanisa. Walikuwepo watu wengi, walikuwepo waliohitaji, lakini kwa nini mimi? Kwa nini Bwana ulinipa mimi? Kwa nini hiyo nafasi uliileta? Wakati ule Zakayo akitembea, walikuwepo watu wengi wanamfuata Yesu nyuma, lakini aliyepata nafasi ya pekee alikuwa ni Zakayo. Akaingia Yesu kwa Zakayo, akala mahali pale, akazungumza naye, watu wakapiga kelele, wakanungunika, lakini nafasi iliyokuwa kwake yeye mwenyewe akasema, nitawapa masikini nusu ya mali zangu, nitawagawia mara 4. Bwana yuko pamoja nawe, anatamani kurudi kwako tena. Anasema wokovu uko nyumbani kwako, kwa sababu ipo nafasi moja kwenye maisha yako. Utakapotoka hapa ujue nafasi yako duniani ni moja. Kila kunapokucha ndio nafasi yako, kila unapomtumikia Mungu ndio nafasi yako. Na kama nafasi hiyo utaipoteza, nafasi hiyo hautaiona tena, maana yake unapishana na wokovu wa Mungu, unapishana nao. Lakini Mungu amekuweka kanisani kwa makusudi, kwa ajili ya utukufu wake, kwa ajili ya heshima yake. Na Yesu amekuja kwa ajili yetu kutukomboa na kutupa ufalme. Nipungue. Takapoomba tutaendelea kuomba wote. Wewe Kila mtu ataomba mahali alipo. Mimi nipungue. Wewe uongezeke. Mimi nipungue. Wewe uongezeke. Mimi nipungue. Wewe uongezeke. Kanisa zima tuimbe sasa. Mimi nipungue. Kwa sauti ya juu kabisa. Wewe uongezeke. Mimi nipungue. Nipungue. Baba yangu wewe. Unaweza ukaimba zaidi ya hapo. Mimi nipungue. Nipungue. Wewe uongezeke. paza sauti yako, mwambie Bwana, mimi nipungue. Baba yangu wewe peke yako. Wewe uongezeke. Twende sasa waimbaji. Mimi nipungue. Mimi nipungue. Ili wewe Baba wewe uongezeke. mimi nipungue sana. Niwe chini sana. Ili wewe peke yako. Peke yako. Mimi nipungue. Utukufu rudi kwako. Uongezeke. Baba nipungue. Ninapoimba upungue. Ninapokutumikia Baba Baba nipungue. Wewe Baba ongezeke. Baba nipungue mimi. Nipungue sana sana sana. Ili wewe
tunaposimama mbele zako Mungu asubuhi ya leo, mimi nipungue, watu wako wapungue, kanisa lipungue, vijana wapungue, kina mama wapungue, kina baba wapungue. Wewe uongezeke Jehova, wewe uongezeke sana, uongezeke kwa ajili ya watu wako Baba, kanisa lako, watumishi wako, watu wako Bwana. Kila mmoja mahali alipo Mungu anatamani kuongezeka kwako, anatamani uongezeke kwake, anatamani uongezeke kwenye maisha yake, anatamani uongezeke kwenye utumishi, anatamani utumikewe, anatamani uongezeke kwa umama wake, anatamani uongezeke kwa ajili ya ubaba wake, anatamani uongezeke kwa ajili ya ujana wake. Yesu, ongezeka, ongezeka Bwana kwa ajili ya watu wako, ongezeka katika kanisa lako Bwana. Sisi tupungue, sisi tupungue, sisi tupungue, wewe uongezeke. Kila mmoja Bwana anayepaza sauti yake anaomba wewe uongezeke. Yapo mambo anayotamani yaongezeke kwenye maisha yake, yaongezeke kwenye familia, yaongezeke kwenye ndoa, yaongezeke kwenye biashara yake. Baba, kulia kuwe mwisho, watu wasilie kwako, watu wasilie tena, watu wasilie machozi, watu wasilie kwa hofu, watu wasilie kwa kuogopa, watu wasilie machozi, bali Bwana watambue ipo nafasi moja kwenye maisha yao, kama vile wana wa Israeli ulivyosema nao, wasiogope, wasiogope. Wewe ni Mungu, utawainua, utawashika mkono wa kuume, utawalinda na adui hata napata nafasi tena kwenye maisha yao. Bali Bwana, ninaomba sahi kila mmoja aliyeko katika malango haya, inua kazi zake, inua biashara zake, inua watoto wake, inua familia yake, inua kazi na mashamba yao. Inua Bwana, wakupe neema na kibali kwa ajili ya kukutumikia. Ninaamini Mungu utafanya na utatenda, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele na milele. Ninaomba na kuamini kupitia jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Amen. Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Nasema mimi nipungue, ili wewe uongezeke. Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, ili wewe Baba yangu uongezeke Mimi nipungue, ili wewe Baba Bwana Yesu asifiwe. Asante praise. Naomba praise msiondoke kwanza, endeleeni kusimama hapo hapo. Kilikuwa ni kipindi cha neno. Neno limepita katikati yetu. Wote tuna masikio, tumesikia na tumeona. Mungu alibariki neno lake. Nimkaribishe katibu kama kuna marejeo. Karibu.
Bwana Yesu asifiwe. Basi nilete marejeo. Baada ya ibada hii tutakuwa na kikao cha pastoreti. Hivyo wajumbe wote naomba kuhudhuria pamoja na idara mbalimbali ambazo zinahudhuria katika hivyo. Lakini pia wanawake wote, baada ya kukamilika ibada hii naomba msiondoke, mbaki kwa ajili ya machache ambayo nataka kujulishana. Lakini niombe kwa wale wageni ambao wamejitambulisha, tunacho kitabu cha kumbukumbu mahali pale pa kutokea. Hivyo basi pata kuandika ili basi tuweze kufahamu katika ibada hii tumekuwa na wageni wangapi. Bwana Yesu asifiwe. Na huo ndio mwisho wa matangazo. Mwenyekiti uweze kuendelea. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelekea mwishoni mwa ibada yetu. Niwaombe praise mtuongoze kwa wimbo wa tenzi namba 26, mabeti mawili, beti la kwanza na la pili. Kisha mhubiri wetu utatutakia baraka za Bwana na kuahirisha ibada hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwashukuru sana watu wote kwa uvumilivu wenu. Nipende kuwakaribisha kwenye ibada zetu za katikati ya wiki, lakini pia karibuni kwenye ibada ya Jumapili ijayo. Mchungaji, tafadhali je uombe. Naomba twende mbele za Bwana. Baba yetu Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Toka saa 1 tumeanza ibada hii. Tumekuona katika maeneo mengi Bwana. Tumetoa sadaka na zaka zetu.
tumeimba mbele zako kwa sifa na nyimbo ambazo zinakuheshimisha. Tumesikiliza matangazo, tumesikiliza neno lako la uzima ambalo ndio kiini cha ibada. Kwa neema yako Mungu tunakushukuru sana. Mara 365 katika kitabu cha Isaya unasema usiogope. Kwa nini tunaogopa kufanya kazi yako? Kwa nini tunaogopa kutumia vipawa vyetu? Kwa nini tunaogopa kufanya kila ambacho umetuagiza kufanya? Maana kila siku kwa mwaka unatuambia tusiogope. Mungu wa neema, umetupa nafasi. Umenipa nafasi kama mchungaji. Naomba Mungu nisaidie kuifanya kazi yako kwa nafasi hiyo ulionipa. Tumishi wako umempa nafasi kama mwinjilisti. Wengine umetupa nafasi kama wazee wa kanisa. Baba, naomba utusaidie kufanya kila ambacho kinatakiwa kwenye nafasi zetu. Baba wa neema, umetupa nafasi kama mabinti kama vijana wa kiume. Nafasi zinapita, mambo yanapita, hayawezi kuendelea hivyo hivyo yalivyo. Na wakati mwingine Mungu unaweza kutunyang'anya nafasi zetu hadi tunapokumbuka kama Nebukadreza alivyokumbuka, ukamrudishia enzi yake na kumwongezea zaidi. Baba wa mbinguni, Mungu wetu wa milele, naomba ubariki mtumishi wako. Fanyie hivyo na kuzidi. Tusaidie sisi watu wako Bwana, tuliosikia ujumbe huu, tutumie nafasi ulizotupa kwa ujasiri bila kuogopa, kwa sababu umetuambia tusiogope. Bariki Mungu, tie nguvu Bwana Yesu, uwe pamoja na sisi. Kesho siku ya Jumatatu watu wako wataingia kwenye majukumu yao. Hata kwenye majukumu yao wasiogope, maana sauti yako inaendelea kusema hivyo. Wafanikishe kwenye kazi zao, ofisini kwao, biasharani kwao, mahala popote ambapo Bwana wanaweka mikono yao kufanya kazi. Wafanye kwa ujasiri na wala wasiogope, maana Mungu uko pale. Sante Mungu, utakuwa katikati yetu. Paahirisha ibada hii, enenda pamoja nasi Mungu, kitutunza na kutuinua. Baadaye tutakuwa na kikao cha pastoreti. Wewe Bwana ni Mungu wetu utakayetuongoza. Hatuna kiongozi mwingine, ni wewe peke yako. Tunakuhitaji ili tuzungumze mambo ya kulifanya kanisa lako lisonge mbele kwa utukufu wa jina lako. Naomba tuseme neema. Neema. Amen. Twenende kwa amani ya Bwana. Asante.